Lakini haijamaanishi kwamba kuna watu ambao walikuwa wanapigania haki wameacha. Watu wanaendelea kupigania haki na wanaendelea kupambana. So hatuangalii ulianzaje, naangalia utaishia wapi, unaishiaje. No, nilikuwa namsikiza jana PDF hapa jana, aliongea kwa uchungu sana kwa habari ya hivi vitu ambavyo vinaendelea. Wakati mwingine nitumie neno undumila kuwili wa watu, of which it's not good. Kwamba mtu upande huu yuko hivi, upande huu yuko hivi, anakuwa ndumila kuwili. Akawa anaongea kwa uchungu kwa namna ambavyo mapambano Tanzania ya kupigania haki, wanaharakati wa Tanzania kupigania haki, cost yake ni kifo, cost yake ni maisha ya mtu, na tumepoteza ndugu zetu, zimemwagika damu. Nafikiri niliwahi kusema siku moja hapa mwanzoni kabisa, nikamwambia kama tusipo fight, yani achia mbali unajua kufight na kushinda ni vitu tofauti. Ile tu kuwa na moyo kufight, that's what we need to have. Kama tusipo fight, ile damu haitawapiga tu wakina Samia na wale waua wale vijana na wale watu waliofariki. Ile damu itatupiga na sisi, itatudai. Ile damu itatudai. Na watu huwa hawajui damu ni mbaya. Watu wanachukuliaga hivi vitu masiala sana. Damu kumwagika kwenye nchi ni mbaya. Damu kumwagika kwenye ardhi ni mbaya. Angalia nchi nyingi ambazo zilimwaga damu afu viongozi wake hawakuwajibishwa au hawakuwajibika. Angalia zile damu zinavyoendelea kulia. Hizo nchi huwa hazitulii. Kila siku zina vita, zina vurugu. Angalia Kongo, walimuua Lumumba. Unajua shida si damu. Unajua kuna watu wanaweza wakauliwa, mtu anaweza kauliwa ni lijambazi, mtu anaweza kauliwa ni lijambazi, mtu anaweza kauliwa sijui ni nilifisadi, mtu anaweza. Nisiongelee hizo. Mimi naongelea damu ambazo zinapigania ardhi, zinapigania haki, zinapigania maslahi ya wananchi, zinapigania future ya watoto na vizazi. Hiyo damu ni mbaya ikimwagika kwenye nchi. Angalia damu ya Lumumba Kongo. Watu waliohusika kwenye ile issue nzima na vizazi vyao hawajawahi kuwajibika wala hawajawahi kuwajibishwa, kwa sababu Lumumba si kwamba aliuliwa na wakoloni. Waliosababisha Lumumba afe ni wanasiasa wa Kongo. Umeona? Wanasiasa na wanajeshi. Kipindi hicho mkuu wa majeshi alikuwa ndio huyo, alikuwa dikteta wa Kongo aliyekimbizwaga na kina Kabila. Yule mzee nani tena nimemsahau jina. Umeona? Ndio alikuwa mkuu wa jeshi kipindi hicho. Ndio walihongwa na wazungu kumuua Lumumba. Umeona? Ile damu haijawahi kutulia. Ndio maana unaona, angalia mzimu wake tunavyoibuka. Angalia yule jamaa kwenye Afcon. Amekaa tu kama Lumumba, akapata nani? Akapata chati, akapata attention yote ikawa kwake. Yaani nini maana yake? Unaona kabisa kwamba yule jamaa damu yake haijalipwa Kongo. Ile damu inadai malipo. Umeona? Sasa damu ya watu waliofariki Mbeya, waliouliwa Mbeya, damu iliyomwagika Dar es Salaam, damu iliyomwagika Arusha, iliyomwagika Mwanza na mikoa mingine. Hiyo damu, watu wale mioyo yao ilikuwa inataka nini? Wale watu hawakuwa mafisadi, wale watu hawakuwa wezi, wale watu hawakuwa vibaka. Wale watu mioyo yao ilitoka inataka Tanzania yenye mabadiliko, Tanzania ambayo itasababisha future ya vizazi ianze kuona future vya vizazi na vizazi vinavyokuja iwe bora. Hao watu ndio walikuwa wako mtaani wanapigania hiyo kitu, wanataka hiyo kitu, wakauliwa. Hiyo damu inadai. Sasa ile damu kwanza inadai wale watu ambao walisema, nyie ambao mmesema mpo pamoja naomba twende pamoja, ambao sasa hamjauliwa na mlisema tuko pamoja, wanataka hiyo damu. Hiyo damu inadai, inasema muendelee kusonga mbele, tupo pamoja na nyinyi. Nyingine eneo jingine linalodai, linadai wale wote ambao walihusika
whether ulitoa oda watu wauliwe, whether ulishika bunduki ukaua, inaanza kuwapiga na kudai uwajibikaji wao, either wao wafe au wawajibike. Na maana wasipowajibika oda mtaendelea kudai. Sasa maana yake ni nini? Sisi tukinyamaza, maana yake tunaungana na wauaji. Sasa tukiungana na wauaji, ile damu ikiendelea kudai, inatudai na sisi. Maana yake ni nini? Itapiga mimi, itapiga kizazi changu na kizazi changu, mpaka ifikie wakati ile damu imepata malipo yake. Malipo yake ni yapi? Ni kitu ambacho ilikuwa inakidai: haki kwenye nchi, maisha bora kwa Tanzania, mabadiliko kwenye nchi. Kwa hiyo hakuna undumila kuwili. Yaani wewe kama umeamua kuvaa hivi viatu, vivae. Hutaki kuvaa hivi viatu, ondoka, kaa, nyamaza kimya, usitumiwe na CCM. Yaani kama umeamua kusema kwamba jamani, mimi naona hali yangu ni ngumu, nataka ni secure maisha yangu, nataka niwe maisha yangu yawe sitaki kuuliwa na nini, umeona kabisa kwamba harakati hizi za moja kwa moja uziwezi, yani cha msingi ni bora ukae kimya kuliko kutumika kuwagawa wanaopigana, kuwagawa ambao kwa mstari wa mbele kupigana. Ni bora ni bora ukae kimya. Tena sasa hivi nasikia kabisa hasira ya Mungu. Natamani nitoe ile onyo kwamba ni bora, yani kama ulikuwa kwenye mapambano na ukaona huwezi ya mapambano, au sio tu uwezi, umepata madhara na yale madhara, au umepata madhira na yale madhira yamekusababisha uone urudi nyuma kwanza, uretreat, uone kwamba hebu ngoja kwanza nisimame kwa sababu ya madhira aliyopata na familia imekushauri. Nasema hivi kwa jina la Mungu tunayemwabudu, ni bora ukae kimya, utulie, usitumike kutugawa, usitumike na CCM, usitumike. Kwa sababu malipo yake yatakuwa ni mabaya na makubwa mno kuliko hata madhira ambayo ungepewa na ma-CCM, kuliko hata madhira ungepewa na polisi CCM. Yani ni bora ukafunga bakuli lako ukakaa nalo kwako. Funga hicho kinywa chako, kaa nacho kwako. Sababu hizi harakati zilikuwa zinaonekana sio serious sana before October 29. Ilikuwa inaonekana kama ni hoja kwa hoja, watu wanajibizana kwa hoja. Baada ya 29 na tarehe 30 na 31, hizi harakati si hoja kwa hoja tena. Hizi harakati ni bunduki kwa hoja. Kwa hiyo watu wametoa maisha yao sadaka kupigana kwenye hizi harakati. Kwa hiyo ni bora ukakaa kimya, kwa sababu Mungu hata kuacha ukiendelea kuwagawa Tanzania. Mungu hata kuacha ukijeopardize. Mungu hata kuacha ukijeopardize hizi harakati. Mimi kama nitaamua kusema kwamba naona naiweka familia yangu kwenye risk, namuona mama yangu namweka kwenye risk, naona nini, sitakaa nianze sasa nitatumika CCM, nianzishe virum vyangu, nianze jeopardize watu, kuanza kuwagawa. Nitakaa kimya, hamtanisikia. Kuna uwezekano mkao nakuja hapa hata kwa comment section hamtaniona, nasikiliza tu, lakini naujua moyo wangu. Mambo ya kuanza kujeopardize harakati hizi ambazo watu wanatoa maisha yao sadaka. Mimi nawaambia ukweli. I don't believe, siamini mtu yote sasa. Sasa mimi nikitoka asubuhi kabla sijaenda kazini, yani inabidi nikague gari, nikague tairi kama zimelegezwa na nakagua kila kitu, because I don't trust anybody. These people wanaweza wakatuma mtu yoyote wa Tanzania wanaoishi nje au wapumbavu machawa CCM, anaweza kapata dola 100 tu, dola 500, dola 2000 kukuwekea sumu. Hawajali. Au kujua address yako, kujua unapopaki gari yako, akaja akalegeza nati za gari, unaendesha kwenye gari kwa speed, umekufa. Inaonekana ni natural death kwa sababu umepata ajali. Hakuna teke fikiria kuhusiana kwamba nati zilegezwa gari. Kwa hiyo I'm just trying to be careful kwenye everything. Najaribu kwa mimi sipendi kabisa mahusiano wa Tanzania kunilipo. Sipendi mimi kisia kwa mtu kwamba mtu ananiambia nimekutana na Mtanzania sijui amesema sijui nikupe namba yake, naambia hapana, sitaki. Yani otherwise ni Tanzania.
nijue huyu Mtanzania ni mwanaharakati. Kama si mwanaharakati, hapana. Umeona? Why? Hao Watanzania wengi ni mabogus. Yaani anaweza kapewa tu $500, $2000, anakuwekea sumu, unakufa. Kwa hiyo watu tuko sensitive kwa kiwango hicho. Sasa assume wale ambao wako ground Tanzania wako so sensitive. Ni mtu tu akinyakuliwa hatutamuona tena. Hatutamuona tena. Sasa huwezi kupiga, huwezi kuja kujeopardize harakati hizi kwa ujinga tu. Kwa ujinga tu. Huwezi. Utakuwa ni mpumbavu sana kwa watu ambao wametoa maisha yao sadaka. Yaani kesho CCM wakimjua fulani anaishi wapi, wakimjua Sunflower anaishi labda Temeke, nyumba fulani, ni kwenda kumnyakua tu pap. Anaondoka na hatujui atakapopelekwa. Alafu leo wewe unakuja kujeopardize, unacheza na maisha ya mtu. Unacheza na roho za watu kwenda kuondolewa kirahisi, kwenda kufirwa na kufanywa hivyo yote unavyotaka. Hapana. Yaani lazima tuwe sensitive kwa kiwango ambacho ukiona harakati huziwezi, funga bakuli lako, tulia kwako. Stop jeopardizing it. Stop it. Kwa sababu unacheza na maisha ya watu. Haya mtu wameshakuwa ni killers. Wameshaonja damu za watu na hawajatosheka na wanaendelea kuua. Kuua kwao ni kitu cha kawaida. Umeona? Tunachokiomba sasa, wale wote ambao tumeamua kuvaa hivi viatu vya harakati, kaa kwenye harakati, tusaidizane mawazo. Ukiona uko kwenye ground, usalama wako ni nani, huelewi, be careful. Try kucommunicate na watu ambao unawaamini. Walioko nje, walioko ndani ya nchi. Try wale ambao unawaamini, uone namna gani ambao uka stabilize mazingira yako ya kiulinzi, kwa sababu kimsingi hatupo. Ni kweli jana PDF akasema yuko tayari kufa, lakini hatuko tayari kumuona PDF anakufa. Umeona? Yaani ni kweli hizi harakati cost yake ni kifo, lakini hatuko tayari kuona Marcus anakufa. Hatuko tayari kuona tunapoteza mwanajeshi. Umeona? Hatuko tayari kuona tunapoteza mwanajeshi. Kuna siku moja dada Afrikana alikuwa anazungumza naye, nikamwambia kuna siku moja Tundu Lissu aliongea kauli watu hawakuielewa, lakini ilikuwa ni kauli nzito na yenye maana sana. Walimuuliza swali, wakamwambia mbona baada ya uchaguzi ule wa kipindi cha Magufuli ulikimbia? Tundu Lissu akasema no, walikuwa wameshanikamata na maboezi ndio kuja kuniokoa. Walikuwa watu wasiodikana walikuwa wameshanidaka. Sasa kwa nini ulikimbia baada hata maboezi kuokoa? Akasema kwenye hizi harakati tunayahitaji maisha. Kwa hiyo huwezi kupigana harakati kama umekufa. Umeona? Huwezi kupigana harakati kama umekufa. Yaani leo tukimpoteza Amakomba, kumpata Amakomba mwingine itatukosti miezi na miaka kumpata Amakomba mwingine kwa hiyo nafasi. Umeona? Tukimpoteza Nuruvas leo, tukimpoteza Sunflower leo, tukimpoteza Tanzanite leo, tukimpoteza Tanzania leo, tukimpoteza Trump leo, kuziba hilo gap it will take us months or years kwenye harakati. Umeona? Kwa hiyo tunawahitaji wanajeshi wetu. Kwa hiyo kama kuna namna unaweza ukamlinda mwanajeshi wako hata kwa kuretreat nje ya nchi kwanza. Umeona? Ndio maana unaona Mange iko nje ya nchi, lakini impact yake ni ipi? It's a big impact, huge impact. Mpaka wanalipa mapesa Meta, mapesa WhatsApp, mapesa sio kwenye nani, afungua account. Yuko nje, lakini he is a real fighter wa democracy, a real fighter wa haki Tanzania. Wakina Maria Sarungi alikuwa Tanzania, lakini tulihitaji maisha yake, kwa sababu kumpata Maria Sarungi mwingine Tanzania, how long it will take us kumpata Maria Sarungi mwingine wa Tanzania? Yaani leo Maria Sarungi amekufa, yaani kwa uzembe tu kusema kwamba sasa kwa sababu wewe ni Tanzania unatakiwa upigane sana, sasa kaa hapa. Na tunaona kabisa ulinzi wake nchini ni wa matata. Akiuliwa, hebu niambie how long it will take us kumtengeneza Maria Sarungi mwingine? Itatuteki muda gani? We were talking here about the power of women. Kumtengeneza mwanamke kama Maria Sarungi. Unajua tunaozungumziaga wanawake. Biblia inaongea kuhusu wanawake ni jeshi kubwa. Biblia inasema wanawake ni jeshi kubwa. Umeona? The meaning of it.
The meaning of it, mwanamke akiamua kusimama kwenye jambo, hilo jambo lina 90% mpaka 100 kufanikiwa. Na 90% mpaka 100 kufanikiwa. Mnamkumbuka mwanamke mmoja mume wake Biblia, Abigaili. Sijui ni Abigaili yule, mume wake. Alienda katukana jeshi la Daudi. Alipotukana jeshi la Daudi, Daudi akawa ametaka kwenda kufanya revenge, kwenda kuua ile familia. Yule jamaa alikuwa tajiri sana. Huyu mwanamke akatoka, akampata Daudi, akamwambia mume wangu amekuwa mpumbavu na mjinga sana. Na alipeleka pale chakula na kila kitu. Wanawake kuna namna wana uwezo kuwa na hekima ya kumuonyesha mwanaume kwamba hapa tunaweza kaenda hivi na tukaenda hivi. Umeona? Na hiyo haimaanishi kwamba wanaume ni dhaifu. Lakini wanawake wanapokuwa wanasimama mbele kwenye jambo, dunia inasikia. Watoto wanapokuwa wanasimama mbele kwenye jambo, dunia inasikia. Kwa watu ambao wanajua leadership au wanapigana kwenye siasa au wapo kwenye vyombo vya kidini, wanaanzisha labda makanisa au misikiti, watakubaliana na mimi kwamba, au hata kwenye biashara, kwenye charities, watakubaliana na mimi kwamba biashara yako ikivutia sana watoto na wanawake, umefanikiwa kuliko wanaume. Kwa sababu kimsingi biashara yako kimvutia sana mwanamke, huyo mwanaume atakuja tu kwa lazima. Siku ya Valentine atakwambia tu bwana, mimi napenda mahali fulani, mimi ule mgahawa ndio naupenda. Kwa hiyo mwanaume hata kama hapendi huo mgahawa atakuja tu. Watoto wako likizo, waambia baba au mama, mimi napenda kwenda kwenye hii park, huko ndo kuna michezo mizuri. Maana yake kitu ndio maana McDonald's hawa wanaotengeneza burger na nini. Principle ya kwanza wakati wanafanya ile biashara, jamaa leo washauri sasa, tengenezeni kitu ambacho watoto watapenda. Ndio maana McDonald's kwenye hizi nchi za Europe ni watoto. Sasa imetokea watoto, hakuna namna mzazi ataiepuka McDonald's, kwa sababu mtoto anakuambia mimi nataka nini McDonald's. Mnaenda pale mnakula, inabidi sasa mnunue mili ya familia nzima. Umeona? Kwa hiyo ukiona kwenye hizi harakati kuna wanawake na wanawake shupavu kweli kweli, jua tupo kwenye 90% za kufanikiwa. Wanaume watakuja. Na nyinyi wanawake ni waasi. Tunajua mna wachumba, mna waume. Tunajua mna wachumba, mna waume, mna michepuko. Sasa hakikisheni mnawamezesha sumu, wawe majasiri na wenyewe waingie kwenye hizi harakati. Kwa sababu tunajua kuna sauti zenu bwana, mkizitoaga kule kwenye vyumba vya siri, yani mwanaume achomoki. Kwa hiyo jaribu kuwakumbusha. Tunahitaji wanaume wengi pia huko. Tunahitaji wanaume wengi sana huko. Kuna sauti zenu tunazijua zile, mkizipiga huko chumbani hachomoki. Atasema mama, usijali mama, mimi kesho niko TikTok. Tunapambana pamoja. Hapo umeshapiga zile sauti zako zile. Achana hizi kwenye harakati sasa za kina Makomba na Arachuga girl. Zile za kwenu za kule ndani. Sasa niombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru, ninakutukuza. Asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya mipango yote na vikao kesho na viweka mikononi mwako. Ninachokiomba kikubwa Mungu, ninaomba utupe hekima na uwape hekima pia kwenye kikao chao. Uwape ufahamu na understanding katika jina la Yesu Kristo. Hekima, ufahamu na maarifa katika kila jambo Mungu. Katika jina la Yesu Kristo. Hatuhitaji kutumia nguvu sana, ila tukipata hekima kutoka kwako, ufahamu na maarifa, haya mambo yanafanikiwa. Tunaomba ujasiri usio wa kawaida. Tunaomba ulinzi Bwana. Ni kweli mwanadamu anaweza kaua mwili, lakini Mungu ni kwa ruhusa yako tu anaweza kuua roho. Tunaomba spiriti zetu ziende juu sana. Tusiogope kinaitwa risasi, tusiogope mabomu, tusimwogope mwanadamu, especially yule mwanadamu ambaye atendi haki kwa wananchi wake. Mungu, tunaliinua jina lako, kubariki jina lako. Baba, tunamweka Samia mikononi mwako. Damu za ndugu zetu walizomwaga zikamchape, zisimwache salama. Zisimwache salama. Na watu wote walioshiriki uozo ule, watu wote walioshiriki mauaji yale, damu za ndugu zetu zisiwache salama. Viburi vyao
Neno lako linasema wakishupaza shingo zitavunjika mara. Tukazione zikivunjika na taifa likashangilie. Mungu unajua yule mwanamke akianguka na lile jeshi lake la wauaji likianguka na CCM ikianguka, Mungu unajua namna nchi ile itakavyokuwa na sherehe. Tunaitamani hiyo sherehe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ninawashukuru sana. Asante Tanzania. Asante sana Marcus. Asante mtumishi wa Mungu kwa kutuombea. Jamani, tumebarikiwa sana. Wapambania haki wengi ni watu wa Mungu. Ushindi karibu jamani, mpeni Marcus zawadi, sadaka. Sadaka ziingie. Kwanza wanifollow hapa kwa sababu kwa kesho naweza nikaenda live kwa. Wanifollow kwanza. Sadaka ziingie. Kabla sadaka, hakikisha unatoa dola na pound, sio shilingi. Sisi ni wale watumishi ambao hatutaki shilingi. Thank you so much. Jamani, wanaharakati hawataniwi. Yaani sadaka kweli. Ushindi karibu. Nimesikika kweli. Ushindi karibu.